Ndugu wanahabari, karibuni sana katika ofisi zetu za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kusini Unguja kwa mara nyingine tena. Kama tunavyotambua, Chama cha Mapinduzi kimetoka katika shamra za miaka 49 ya kuzaliwa kwake, ambapo kilizaliwa mwaka 1977 hadi kufika 2026 tumekwenda kutimiza miaka 49. Hivyo basi siku ya leo tumeona tukutane tuweze kuangazia mafanikio makubwa kabisa ambayo tunaendelea kuyaona katika mkoa wetu wa Kusini Unguja. Tukisema tukae kimya basi hakuna atakayesema. Ni lazima tuweze kuyasema mafanikio ambayo tunaendelea kuyaona ndani ya mkoa wetu, mafanikio ambayo yanafanywa na viongozi wetu. Bi maana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini mafanikio ambayo pia yanafanywa na Rais wetu wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Siku ya leo naomba tuangazie katika siku 100. Tumo ndani ya siku 100 za uongozi wa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambapo katika chama ni makamu mwenyekiti wa CCM Taifa. Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi aliapishwa kuongoza muhula wake wa pili siku ya tarehe 1 Novemba 2025 mara baada tu kutoka katika uchaguzi mkuu. Kutokea tarehe ile, kutokea mwezi Novemba 25 mpaka kufikia leo 2026 Februari, tumo ndani ya siku 100 za uongozi wa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Sisi kama Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kusini Unguja kupitia idara ya itikadi, siasa, uenezi pamoja na mafunzo, kama tulivyopewa mwongozo na katiba ya Chama cha Mapinduzi, ikiwa ni pamoja na kufuatilia na kuisemea miradi ama ilani ya CCM kwa ujumla katika maeneo yetu, tukasema basi ipo haja leo kukutana kuweza kuelezana baadhi ya mafanikio makubwa kabisa ambayo tumeyaona ndani ya mkoa wetu ndani ya siku 100 za Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Ndugu wanahabari na wananchi mbalimbali, ndani ya hizi siku 100 za uongozi wa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, mkoa wa Kusini Unguja unaendelea kujivunia kwa mafanikio makubwa kabisa ndani ya mkoa wetu. Tunaendelea kuona maendeleo ya kila aina ndani ya mkoa wetu ndani ya hizi siku 100. Na kusema ule ukweli, ndani ya hizi siku 100 tumeona ufanisi mkubwa katika kila sekta. Tumeona mabadiliko makubwa katika kila sekta ya kimaendeleo kwa upande wa mkoa wetu wa Kusini Unguja na ndani ya wilaya zetu zote mbili ambazo zinatengeneza mkoa wetu wa Kusini Unguja, bi maana wilaya ya Kati na wilaya ya Kusini. Kwa mfano, tukiangalia katika sekta ya miundombinu ya barabara ndani ya mkoa wa Kusini Unguja na ndani ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi katika kipindi cha siku hizi 100 ambazo tunaziangazia toka kuapishwa kwake kuongoza Zanzibar kwa mara ya pili, basi tumeona maendeleo makubwa sana ndani ya sekta hii ya miundombinu ikiwemo ujenzi wa barabara na kadhalika. Kwa mfano, hivi karibuni Rais mwenyewe wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi alikwenda kuweka jiwe la msingi katika ujenzi wa daraja la kisasa pale Uzi, ambalo daraja hili linatokea Unguja Kuu Uzi hadi Ng'ambwa, ambapo hii ilikuwa ni changamoto ya muda mrefu kwa wananchi wa eneo lile ambao wanataka kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, kwa sababu ile eneo kijiografia limekuwa affected na masuala ya bahari kwa sababu ya kuingia kwa maji na kutoka kwa maji. Tumeona rais wetu amekwenda kuweka jiwe la msingi, lakini matarajio ifikapo mwezi wa 4 2026 daraja lile linakwenda kufunguliwa rasmi na wananchi wa Unguja Kuu, wananchi wa Uzi, Ng'ambwa waweze kunufaika na mradi ule, lakini pia waweze kuondokana na ile obstacle, bi maana changamoto ya usafiri. Maana yake wataweza sasa kusafiri muda wowote, masaa yoyote kwa hali ya usalama bila kupata changamoto ya maji kuingia ama maji kutoka. Ina maana hili ni miongoni mwa mambo ambayo tunayaona ama tunajivunia ndani ya siku 100 za uongozi
wa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa upande wa mkoa wetu wa Kusini Unguja. Lakini daraja hili pamewekezwa fedha nyingi ili kuhakikisha tu kwa kwamba wananchi wetu wanapata maendeleo. Na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa uzalendo wake na mapenzi yake kwa wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja akasema haitojali, wacha tuwekeze hapa ili wananchi wa eneo letu wapate maendeleo usiku na mchana, wapate kufungua fursa za kiuchumi. Daraja lile tukiliangalia thamani yake pamoja na barabara kwa ujumla, kwa sababu tuna daraja ambalo lina urefu wa kilomita 2.2, daraja kama daraja, lakini tukiunganisha daraja na barabara yenyewe, maana kutoka baada ya daraja tuna barabara ambayo inaingia paka Uzi na Ng'ambwa, tunapata urefu wa kilomita 8.7 plus, maana tumesha plus na ile 2.2 kilometers, tunapata kilomita 8.7. Ina maana mradi wote huu una zaidi ya thamani ya bilioni 35 zimewekezwa pale, 35 bilioni, ili tukuhakikisha wananchi wananufaika na mradi ule, wananchi wanakwenda kupata maendeleo katika eneo lote lile la ukanda wa Pwani, bi maana Unguja Ukuu, Uzi na Ng'ambwa yenyewe. Lakini pia kukamilika kwa mradi huu tunakwenda kuona fursa mbalimbali za kimaendeleo, ikiwemo kuimarika kwa utalii, kuimarika kwa uchumi, biashara na kadhalika. Ina maana huu ni miongoni mwa mambo, ama huu ni miongoni mwa mradi ambao tunasema kwa kwamba hongera Dr. Mwinyi. Siku 100 ama ndani ya siku 100 za uongozi wa Dr. Mwinyi hatuna budi kujivunia kwa kiasi kikubwa kuona kwa kwamba mradi huu unaendelea kwa kasi ya hali ya juu, ufanisi wake ni mkubwa na kadhalika. Lakini tukibakia katika sekta hii ya miundombinu, ndani ya siku 100 za uongozi wa Dr. Mwinyi tunaendelea kujivunia. Hivi karibuni tumemwona Rais mstaafu Dr. Ali Mohamed Shein amekwenda kufungua barabara ya Kitogani Paje. Ndani ya siku 100 za Dr. Mwinyi tumemwona Rais mstaafu Dr. Ali Mohamed Shein amekwenda kuifungua barabara hii. Hii ni kuonyesha namna gani maendeleo ndani ya mkoa wetu yanakwenda kwa kasi kweli kweli. Hii ni kuonyesha namna gani serikali zinazotokana na Chama cha Mapinduzi zinakwenda kwa spidi kubwa kuhakikisha wananchi wetu wanapata maendeleo. Nani kama Dr. Mwinyi? Hakuna. Barabara ile tukiangalia imejengwa katika hali ya kisasa, imejengwa katika level yenye quality hali ya juu. Ukipita usiku kule utasema kama upo Ulaya sasa hivi pale. Barabara ile ni ya kisasa. Barabara ile ina urefu wa kilomita 13 urefu wa kilomita 13.2, I think like that. Hii ni barabara ya kisasa katika eneo letu. 13.2 ni barabara nzuri kabisa. Haya hatuwezi kuyapata popote kama sio kupitia Chama cha Mapinduzi na serikali yake, kwa sababu ndio chama chenye uwezo na ndio chama chenye nguvu na ndio chama chenye uwezo wa kutoa dira na mwelekeo mzuri, kutoa sera nzuri na kutoa viongozi imara kama Dr. Samia Suluhu Hassan, kama Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, wazalendo, wapenzi wa maendeleo ndani ya taifa hili la Tanzania, Zanzibar na mkoa wetu wa Kusini Unguja. Lazima tujivunie ndani ya siku 100 za uongozi wa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, mkoa wetu wa Kusini Unguja kwa kweli tumenufaika kwa kiasi kikubwa katika sekta hii ya miundombinu ya barabara. Na tuwatoe hofu tu wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja. Kwa kasi ya Dr. Mwinyi, kwa kasi ya Dr. Samia na spidi ya Chama cha Mapinduzi katika kuisimamia serikali, kuiongoza serikali, basi barabara yetu yenye urefu wa kilomita 48 bi maana Tunguu hadi Makunduchi itakwenda kukamilika na hivi karibuni, kwa sababu tayari kampuni wamesha seti vifaa vyao pale muda wote kwa ajili ya kuanza kazi. Hii ni kuonyesha namna gani serikali yetu iko tayari kuhakikisha inaletea maendeleo wananchi. Hii ni kuonyesha namna gani Chama cha Mapinduzi kipo tayari
kuendelea kuisimamia na kuielekeza serikali kuhakikisha kwa kwamba ilani yetu inatekelezwa, ilani ya Chama cha Mapinduzi.